Hujambo na karibu katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026 kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kongo Post News, kituo chako chema na bora cha matangazo. Katika taarifa zetu za asubuhi ya leo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026 tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa DRC, hususan vita, siasa zinazoendelea huko, kuhusu vita vinavyoendelea nchini DRC. Kwanza tuanze na habari kutoka huko Kisangani, ambako hali ya taharuki imetawala katika mji wa Kisangani baada ya mashambulizi mawili ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drones kuripotiwa kulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangboka jioni ya jana Jumapili majira saa 12. Tukio hilo limeibua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo pamoja na wasafiri waliokuwa wakitarajia kutumia uwanja huo wa ndege kuelekea maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani pamoja na mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio, drone hizo mbili zilionekana zikielekea katika eneo la uwanja wa ndege kabla ya kuharibiwa na vikosi vya usalama kwa muda mfupi kabla ya kufikia malengo yake. Hatua hiyo ilisaidia kuzuia madhara makubwa ambayo yangeweza kutokea katika moja ya miundombinu muhimu ya usafiri katika mji wa Kisangani. Mashuhuda wanasema milio ya milipuko midogo ilisikika karibu na uwanja au katika eneo la uwanja wa ndege, hali iliyosababisha taharuki kubwa kwa wafanyakazi wa uwanja huo pamoja na wananchi waliokuwa karibu na eneo hilo. Ingawa mashambulizi hayo yalizuiwa mapema, taarifa za awali zinaeleza kuwa baadhi ya miundombinu midogo iliharibiwa kutokana na mabaki ya drone hizo zilizoangushwa. Kufuatia tukio hilo, shirika la ndege la CAA lilitangaza kusimamisha kwa muda safari zake kati ya Kisangani na Kinshasa kama hatua ya tahadhari ili kuhakikisha usalama wa abiria pamoja na wafanyakazi wa usafiri wa anga. Hatua hiyo ilisababisha baadhi ya wasafiri kubaki uwanjani wakisubiri taarifa mpya kutoka kuhusu kuendelea kwa safari zao. Mpaka sasa mamlaka za usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha mashambulizi hayo wala kundi lilohusika na tukio hilo. Pia hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uwepo wa majeruhi au waliopoteza maisha kutokana na mashambulizi hayo yaliyoshindikana. Wachambuzi wa masuala ya usalama wameanza uchunguzi wa kina ili kubaini namna drone hizo ziliweza kufikia karibu na uwanja wa ndege pamoja na malengo yaliyokuwa yakilengwa. Maafisa wa usalama wanaendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo muhimu ya Kisangani, huku tahadhari kubwa ikiwekwa katika miundombinu ya usafiri na taasisi za serikali. Tukio hili linakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na migogoro ya silaha inayohusisha makundi mbalimbali ya wasi pamoja na operations za kijeshi zinazoendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa matumizi ya drones katika mashambulizi yanaonyesha mabadiliko ya mbinu zinazotumiwa katika mgogoro wa kisasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili hali inayozidi kuibua changamoto mpya kwa vyombo vya usalama vya taifa hilo. Wananchi wa Kisangani wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuimarisha zaidi ulinzi katika eneo ya umma na hasa katika uwanja wa ndege ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie tena. Wakati huo shughuli katika uwanja wa ndege wa Bangboka zinaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku mamlaka zikiahidi kutoa taarifa rasmi mara baada ya uchunguzi kukamilika. Tubaki huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya wanafunzi 500 wa kitongoji cha Gisenyi nchini Rwanda wanaokaribia kufanya mtihani muhimu ya kitaifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kubaki wamekwama mpakani kati ya Rwanda na mji wa Goma kutokana na kufungwa kwa mpaka huo katika mazingira yanahusishwa na tahadhari za kiafya dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Hali hiyo sasa imeanza kuzua hofu kubwa kwa wakazi pamoja na wanafunzi wanaohofia kupoteza mwaka wao wa masomo.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wazazi mbalimbali waliozungumza kuhusu hali hiyo, wanafunzi hao wamekuwa wakisoma katika shule za Goma huku wakikaa upande wa Gisenyi nchini Rwanda. Hata hivyo, tangu mwaka huo kufungwa siku kadhaa zilizopita, watoto hao wamekuwa wakishindwa kuvuka kuelekea shule zao ili kuendelea na mitihani ya muhula wa 3 pamoja na maandalizi ya mitihani mikubwa ya taifa inayotarajiwa kufanyika mwezi wa 6. Wazazi wanasema hali hiyo imewaweka watoto wao katika mazingira ya magumu, hasa kwani baadhi yao tayari wamekosa siku kadhaa za mitihani na tathmini za shule. Kila asubuhi wanafunzi hao hufika mpakani wakiwa wamevalia sare za shule wakitumaini wataruhusiwa kuvuka baada ya ukaguzi wa kiafya, lakini kwa mujibu wa familia zao, polisi wa Rwanda wamekuwa wakiwarudisha bila kuruhusiwa kuingia upande wa Kongo. Mmoja wa wazazi aliyezungumza kwa masikitiko amesema kuwa familia nyingi zimejitolea kwa hali na mali kuhakikisha watoto wao wanapata elimu bora, na sasa wanaona ndoto za watoto wao zimewekwa hatarini kutokana na hali hiyo ya kufungwa kwa mpaka. Wengine wamefikia hata hatua ya kuomba visa zao zifutwe ili waweze kurejea moja kwa moja nchini Kongo pamoja na watoto wao kwa lengo la kuendelea na masomo na tathmini bila vikwazo. Kwa mujibu wa baadhi ya wazazi, mazungumzo mbalimbali yamefanyika kati yao na mamlaka za Rwanda pamoja na viongozi wa eneo la Gisenyi, lakini hadi sasa hakuna suluhisho rasmi iliyopatikana. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa mkutano maalum umepangwa kufanyika kesho, yani kesho Jumatatu saa 12 asubuhi katika wilaya Gisenyi ili kujadili swala hilo pamoja na familia zilizoathirika. Baadhi ya wazazi pia wameeleza kuwa mamlaka za Rwanda zimependekeza uwezekano wa mitihani kuletwa kutoka Kongo hadi Rwanda ili wanafunzi waweze kufanya mitihani hiyo wakiwa upande wa Rwanda na kisha majibu yarudishwe Kongo kwa ajili ya kusahisishwa. Hata hivyo, mpaka sasa kuna utaratibu rasmi uliowekwa kuhusu pendekezo hilo. Mgogoro huu unakuja katika kipindi nyeti sana kwa mfumo wa elimu wa Kongo ambako ratiba rasmi ya tathmini ya kitaifa tayari imetangazwa. Mitihani ya ENAFEP inatarajiwa kufanyika tarehe 8 hadi tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026, huku tena sospe ikipangwa kufanyika tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 6. Mtihani mikubwa ya examen d'etat itafanyika tarehe 22 hadi tarehe 25 mwezi wa 6 katika maeneo yote ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazazi pamoja na wanaharakati wa elimu sasa wanatoa wito wa haraka kwa serikali ya Rwanda na Kongo kutafuta suluhisho la kipekee litakalo ruhusu wanafunzi au kuendelea na masomo yao na kushiriki katika mitihani bila kuathiri mustakabali wao wa kielimu. Wengi wanaamini kuwa haki ya elimu kwa watoto inapaswa kupewa kipaumbele licha changamoto za kiafya na kiusalama zilizopo katika eneo hilo. Huku muda wa mitihani ukiendelea kusogea, familia nyingi zimeendelea kuishi katika hali ya wasiwasi mkubwa wakisubiri uamuzi utakao baini hatima ya watoto wao katika mwaka huu wa masomo. Baada ya kusikiliza taarifa mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu. Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa haijapata taarifa rasmi kufuatia taarifa iliyotolewa mitandaoni na serikali ya Marekani ikieleza kwamba imeweka vikwazo dhidi ya afisa mwandamizi wa jeshi la polisi Faustin Mafwele kwa madai ya kuhusika katika vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu nchini humo. Mafwele mwenye cheo cha kamishna msaidizi mwandamizi pia ni mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam na anatuhumiwa kuhusika kwenye makosa hayo katika kipindi cha mwaka jana. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeeleza kwamba imemwekea vikwazo Mafwele kuingia nchini Marekani kwa kile wanachodai kuwa wana taarifa za kuaminika
kuwa alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Katika taarifa hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba mwezi wa Mei mwaka jana, jeshi la polisi liliwakamata, kuwatesa na kuwanyanyasa kingono raia wa Uganda Agatha Atuhaire na raia wa Kenya Boniface Mwangi. Wawili hao walifika jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufuatilia kesi dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu iliyokuwa ikitajwa kwa mara ya kwanza wakati huo. Sasa ili kufahamu kwa undani nini kinachoendelea, mwandishi wa BBC Alfred Lastek amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo, na kwanza amemuuliza kuhusu uwepo wa taarifa hiyo ya afisa wa polisi kuwekewa vikwazo na ni hatua zipi ambazo zimeshachukuliwa na serikali ya Tanzania. Sisi hatujapokea bado taarifa yoyote kimaandishi wala rasmi kutoka Marekani. Tumekuwa tukisikia tu kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyokuwa utaratibu, huwezi kufanya kazi za serikali kwa mitandao ya kijamii daima. Lazima tupate taarifa rasmi ya kimaandishi, na taarifa rasmi ya kimaandishi haijawasilishwa bado kutoka serikali ya Marekani. Hata kama taarifa rasmi hamjapokea, taarifa iliyopo rasmi kwenye mtandao wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza hivyo. Sasa hatua gani mnaweza kuchukua iwapo pia mtapata taarifa hiyo hapo baadaye? Tutakapopokea taarifa hiyo rasmi, kwa sababu utaratibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ni kupokea taarifa kwa note verbal. Note verbal ndio utaratibu wa wizara zote za mambo ya nje zikiwasiliana na serikali nyingine kuwasilisha taarifa hiyo rasmi kwa njia ya note verbal. Kwa hiyo tutakapopokea taarifa hiyo, then of course tutachukua hatua stahiki na kutoa maelezo, lakini kwa kuwa hatujapokea bado hatuwezi kutoa maelezo yoyote. Inawezekana tu ni mitandao ya jamii baadaye kafutwa, ishawahi kutoka ya taarifa nyingi za mitandao ya jamii kwenye travel warning na vitu namna hiyo. Baadaye tunapofuatilia inakuwa hizo taarifa sio sahihi ama hazikuwasilishwa kwa maandishi. Waziri Kombo, sasa inapotokea kwamba raia mmoja wa Tanzania anadaiwa kukiuka haki za binadamu na anapokuwa kwenye taifa lake, lakini pia anazuiwa kwenda kwenye taifa lingine kutokana na vitendo hivyo anavyotuhumiwa, nyie kama serikali ya Tanzania huwa mnachukua hatua gani dhidi ya taarifa hizo ama kile ambacho mnaelezwa na mataifa hayo ambayo yanazuia raia wa Tanzania? Kuna utaratibu maalum wa kiserikali, na huo utaratibu huwa unafuatwa baada ya vikao stahiki kukaa. Kwa hiyo itakapotokezea yoyote kwa raia mmoja, wawili, watano, 10, 20, hata 100 au zaidi, basi vikao stahiki vitakaa na serikali itatoa tamko lake na hatua stahiki ambazo itachukua. Kwa hiyo tusubiri tu kwanza ili tupokee taarifa hiyo rasmi. Na tukiendelea mbele, watu 28 wamefariki na wengine 23 kujeruhiwa baada ya ndege isiyo na rubani kufanya mashambulizi katika soko lililokuwa na msongamano wa watu kusini mwa Sudan. Walioshuhudia tukio hilo wamesema ni moja ya shambulio baya katika siku za hivi karibuni katika vita hivi vinavyoendelea nchini humo ambavyo vimedumu kwa miaka 3. Taarifa zaidi na Faida Ngaga. Shambulio hilo lilipiga katika mji wa Gubaish magharibi mwa Kordofan, eneo ambalo linadhibitiwa na wapiganaji wa RSF, ambao mzozo wa jeshi la Sudan umeleta uharibifu mkubwa nchini humo tangu Aprili mwaka 2023. Watu walioshuhudia tukio hilo wamesema kuwa ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilishambulia mgahawa uliokuwa umejaa wateja. Shambulio la kwanza lilifanywa katika gari la wapiganaji wa RSF na kuua watu 3, na mlipuko wa pili ulishambulia mgahawa. Majeruhi na miili ya waliokufa wamepelekwa katika hospitali ya mji huo. Taasisi ya masuala ya kisheria nchini Sudan imesema kuwa shambulio hilo lililenga soko muhimu linalotegemewa na maelfu ya raia kwa ajili ya kununua chakula na bidhaa nyingine muhimu. Msemaji wa jeshi la Sudan amekana kuhusika na shambulio hilo kwa raia kwa kusema kuwa jeshi hilo linashambulia katika maeneo kama vile kwenye maghala ya silaha na magari ya kivita. Muungano wa wapiganaji wanaoungwa mkono na RSF umelaani shambulio hilo na kushutumu jeshi kulenga raia na miundombinu ya kiraia kinyume na sheria za kimataifa. Shambulio limefanyika wakati ambao ndege zisizo na rubani zimekuwa zikitumiwa kwa kiasi kikubwa katika mzozo huo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, katika kipindi cha mwezi Januari na Aprili mwaka huu, raia waliouawa wapatao 880,000, ikiwa ni zaidi ya 80% ya vifo vilivyotokana na mapigano nchini humo waliuawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Katika miezi ya hivi karibuni, mapigano katika maeneo ya kusini mwa Kordofan na jimbo la kusini mashariki la Blue Nile yameongezeka baada ya wapiganaji wa RSF kuuteka mji wa El Fasher mwezi Oktoba mwaka jana.
Na tangu kipindi hicho zaidi ya watu 300,000 wameyakimbia maeneo hayo yanayokabiliwa na mapigano, ikiwemo El Fasher, baadhi ya maeneo ya Kordofan na Blue Nile. Vita nchini Sudan, ikiwa mwaka huu inaingia mwaka wake wa 4, imesababisha vifo vya makumi kwa maelfu ya watu na wengine zaidi ya milioni 11 wameyakimbia makazi yao, hali ambayo imesababisha kile Umoja wa Mataifa ilichokielezea kama janga baya zaidi la kibinadamu. Katika wakati ambao nchi hiyo ikihangaika na vita vya wenyewe kwa wenyewe, inakabiliwa pia na janga la njaa, huku karibu watu milioni 20 au watu wawili kati ya Wasudani 3 hawana uhakika wa kupata chakula. Wiki iliyopita Umoja wa Mataifa ulionya kuwa bila ya hatua za haraka kuchukuliwa kimataifa, uhaba wa chakula unaweza kugeuka kuwa janga kubwa. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameelezea Cuba kama tishio kwa usalama wa taifa la Marekani na kusema uwezekano wa kupatikana kwa suluhu la amani kati ya Marekani na Cuba ni mdogo mno. Rais siku zote ametamani kuwe na makubaliano ya mazungumzo ambayo ni ya amani. Hicho ndicho tunachotamani siku zote kati yetu na Cuba. Lakini ikiwa atabadilisha mawazo, tuko hapa. Lakini kwa sasa tutaendelea kufanya kile tunachohitaji kufanya. Marco Rubio anasema kuwa Cuba imekubali pendekezo la msaada wa kibinadamu wa dola milioni 100 kwa sababu vikwazo vya Marekani na vikwazo vya mafuta vimesababisha uchumi wa Cuba kuporomoka kabisa. Lakini ameongeza kuwa masharti ya msaada huo bado yanazungumziwa. Rubio pia anasema Marekani inataka kuepusha misaada hii kusambazwa na jeshi la Cuba na badala yake inapaswa kutolewa na kanisa Katoliki. Matamshi yake yanajiri siku moja tu baada ya Marekani kumfungulia mashtaka ya mauaji kiongozi mkongwe wa kikomunisti Raul Castro kuhusu shambulio la ndege 2 miaka 30 iliyopita. Rais Trump alisifu shtaka hilo, lakini akapuuza uwezekano wa kuchukuliwa hatua za kijeshi nchini Cuba. Mwandishi wa BBC wa Cuba Will Grant ametuma ripoti hii mapema leo kutoka Havana. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba ametoa maoni yake kuhusu madai hayo. Amesema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anadanganya tena wakati anapojaribu kuanzisha uchokozi wa kijeshi utakaochochea umwagikaji damu nchini Cuba na Marekani. Sasa bila shaka hilo linaonyesha kwamba kuna hisia inayoongezeka hapa Cuba miongoni mwa afisa wa serikali kwamba haya yanaendana kwenye mwelekeo wa mzozo unaoweza kutokea, na kwamba hilo ndilo lengo kuu la utawala wa Trump, kuhalalisha mzozo kisiwani humo, kuhalalisha kuondolewa kwa serikali ya Cuba kwa nguvu. Kwa upande wake, Marekani haifichi matamshi yake kusema kwamba kisiwa hiki lazima kibadilike, ya kwamba serikali lazima ibadili mwelekeo wake wa kisiasa na kuna uhitaji wa mabadiliko ya kiuchumi pia, na hiyo wanasema ndio njia pekee ya kuondoa vikwazo vya mafuta nchini Cuba. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji wa mtazamaji, acha tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niani mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunawaletea habari sahihi tena za kuaminika, vile kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo. Asante, chao.